Beninese, my dear compatriots. Karibu sana mtazamaji wa Zone Media, tujuzane yote ambayo yanajiri katika uga wa kimataifa, na taarifa niliyokuwa nayo hapa moja kwa moja inatokea nchini Benin, ambapo rais wa Benin Patrice Talon ameonekana moja kwa moja kwenye runinga ya taifa na kuhakikishia wananchi kuwa hali ya usalama nchini humo iko chini ya udhibiti kamili kufuatia jaribio la mapinduzi lililotokea mapema Jumapili. Katika hotuba yake ya jioni, Rais Talon alionekana mtulivu na kupongeza utii wa jeshi kwa taifa. Alisifu uongozi wa jeshi kwa kulinda katiba na serikali halali, akisema wameonyesha kiwango cha juu cha uzalendo na uwajibikaji. Serikali ya Benin ilitangaza kuwa imefanikiwa kuudhibiti uasi huo saa chache tu baada ya kundi la wanajeshi kutangaza kwenye runinga ya taifa kuwa limechukua madaraka na kusimamisha katiba. Baadaye alasiri, milipuko mikubwa ilisikia katika jiji la Cotonou, ambalo ni jiji kubwa na makao ya serikali. Milipuko hiyo inaaminika ilitokana na mashambulizi ya anga yaliyolenga waasi. Rais Talon alisema vikosi vya serikali vilifanikiwa kusafisha kambi zote za mwisho za waasi, akiongeza kuwa jaribio hilo lilikuwa tishio kubwa kwa usalama wa taifa. Katika kauli yake kali, Rais Talon alisema jaribio hilo la mapinduzi limeshindwa na halitaruhusiwa kuleta machafuko nchini Benin. Dhamira na mshikamano wa vikosi vyetu umetuwezesha kuwashinda hawa waliojipenyeza kwa maslahi binafsi. Usaliti huu hautaachwa bila adhabu, alisema. Aliwahakikishia wananchi kuwa wanaweza kuendelea na shughuli zao za kila siku kwa amani, akisisitiza kuwa serikali inadhibiti hali kikamilifu. Msemaji wa serikali Wilfred Rendre aliliambia shirika la Reuters kuwa watu 14 walikamatwa kuhusika na jaribio hilo la mapinduzi. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa waandishi wa habari walioko nchini humo, kati ya waliokamatwa 12 walihusika moja kwa moja katika kuvamia ofisi za runinga ya taifa, akiwemo mwanajeshi mmoja aliyekuwa amefukuzwa kazi awali. Mashuhuda waliripoti kusikia milio ya risasi karibu na makazi ya rais asubuhi, huku baadhi ya waandishi wa habari wa runinga ya serikali wakishikiliwa mateka kwa saa kadhaa kabla ya kuachiliwa. Kufuatia hali hiyo ya taharuki, balozi za Ufaransa na Urusi ziliotaka raia wake kubaki manyumbani. Ubalozi wa Marekani nao ulitoa wito kwa raia wake kuepuka jiji la Cotonou, hususan maeneo ya karibu na ikulu ya rais. Wanajeshi wa asi wakiongozwa na Lieutenant Colonel Pascal Tigri walidai kuchukua hatua hiyo kutokana na kile walichokiita kushindwa kwa serikali kudhibiti hali ya usalama kaskazini mwa Benin. Jeshi la Benin limekuwa likipata hasara kubwa karibu na mipaka ya Niger na Burkina Faso, maeneo yanayokumbwa na mashambulizi ya makundi ya jihad yanayohusishwa na Islamic State na Al-Qaeda. Waasi pia walilaumu serikali kwa kupunguza huduma za afya, ikiwemo kufuta ufadhili wa Diocese ya Figo, kuongeza kodi na kuweka vikwazo kwa shughuli za kisiasa. Rais Talon anatarajiwa kuondoka madarakani mwaka ujao baada ya kukamilisha muhula wake wa pili, huku uchaguzi mkuu ukipangwa kufanyika mwezi April. Ni mfanyabiashara maarufu anajulikana kama mfalme wa pamba. Aliingia madarakani mwaka 2016 na ameahidi kutogombea muhula wa tatu. Tayari amemwidhinisha waziri wa fedha Romuald Wadani kama mrithi wake. Hata hivyo, serikali yake imekosolewa kwa kukandamiza upinzani, ikiwemo kuzuia mgombea mkuu wa upinzani kushiriki uchaguzi wa mwaka huu kwa madai ya kukosa wadhamini wa kutosha. Jumuiya ya Kiuchumi ya Afrika Magharibi ECOWAS pamoja na Umoja wa Afrika AU zimelaani vikali jaribio hilo la mapinduzi. ECOWAS ilitangaza kuwa itapeleka kikosi chake cha dharura nchini Benin ili kulinda utaratibu wa kikatiba na uadilifu wa mipaka ya taifa hilo. Mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Umoja wa Afrika AU Mahmoud Ali Yusuf alisisitiza msimamo wa Umoja wa Afrika wa kutovumilia mabadiliko yote ya serikali yasiyo kikatiba bila kujali sababu zinazotolewa. Jaribio la mapinduzi nchini Benin linaonyesha kuwa hata nchi ambazo zilikuwa zikichukuliwa kuwa imara kisiasa Afrika Magharibi sasa zinaingia kwenye wimbi lile la misukosuko ya kijeshi lililoikumba Sahel. Benin kwa miaka mingi ilikuwa mfano wa utawala wa kiraia na uthabiti, lakini tukio hili linafichua nyufa zilizokuwa zimefichika ndani ya jeshi pamoja na jamii. Jaribio hili halikuwa tu uasi wa kawaida, bali ishara ya mvutano mkubwa kati ya jeshi, uongozi wa kisiasa na hali ya usalama inayozidi kudorora. Hoja kuu ya waasi ilikuwa hali mbaya ya usalama kaskazini mwa Benin. Hii ni hoja nzito na yenye uzito, kwani ukweli ni kwamba makundi ya jihad kutoka Niger na Burkina Faso yameanza kupenya katika maeneo ya Benin kwa miaka ya hivi karibuni. Jeshi la Benin limepoteza wanajeshi kadhaa katika mapigano haya ya mpakani, hali iliyosababisha askari kujihisi kutengwa na serikali, lakini familia za wanajeshi waliokufa kuhisi kusahauliwa
lakini hali ya kukata tamaa ndani ya vikosi vya ulinzi. Na hii ndo mazingira ambayo mapinduzi mengi ya Afrika Magharibi yameanzia hapo. Licha mafanikio ya kiuchumi, serikali ya Rais Talon imekosolewa kwa kukandamiza upinzani, kudhibiti vyombo vya habari, lakini kuondoa wagombea wa upinzani kwenye uchaguzi. Hatua kama kuzuia mgombea mkuu wa upinzani na kupitisha marekebisho ya katiba yaliyoongeza muda wa uongozi zimezidisha hali ya kutoaminiana katika taifa la Benin. Kwa jeshi, hali hii huongeza mtazamo kuwa serikali inajenga mfumo wa kujilinda kisiasa badala ya kushughulikia matatizo ya msingi ya wananchi pamoja na wanajeshi katika taifa lao. Ingawa Rais Talon kiujumla anasifiwa kwa kusukuma mbele uchumi wa Benin, uhalisia wa maisha ya wananchi wengi umekuwa mgumu zaidi, ambapo kodi zimeongezwa, huduma za kijamii zimepunguzwa ikiwemo huduma za figo, lakini gharama pia za maisha zimeweza kupanda katika taifa hilo. Hali hii pia hujenga mazingira ambayo mapinduzi yanaweza kupata uhalali wa kijamii hata kama hayakubaliani na katiba. Kauli ya Rais Talon ya kusisitiza utii wa jeshi ni ujumbe wenye pande mbili. Pande moja, kwenye upande wa umma, ni kwamba inamaanisha serikali bado ina nguvu kubwa sana, lakini kwa wanajeshi ni onyo kuwa serikali haitavumilia uasi kabisa katika taifa la Benin. Hata hivyo, kihistoria mapinduzi mengi hushindikana mara ya kwanza, lakini huacha mizizi ya mgogoro ambayo huibuka tena baadaye kama haitaweza kushughulikiwa kwa uwajibifu mkubwa sana. Jaribio hili pia limetokea wakati ambapo Mali, Burkina Faso na Niger ziko chini ya utawala wa kijeshi, lakini nchi hizo pia zimejiondoa ECOWAS. Urusi imeongeza ushawishi wake katika nchi hizo, lakini hisia za chuki dhidi ya magharibi zimeweza kuongezeka. Ingawa hakuna ushahidi wa moja kwa moja wa Urusi kuhusika kwenye majaribio haya ya mapinduzi, ukweli ni kwamba akaunti zinazounga mkono Urusi zilishangilia tukio hili, unaipa Benin na ECOWAS sababu ya kuchukua tahadhari kubwa sana dhidi ya taifa hilo. Kauli za ECOWAS na Umoja wa Afrika ni ishara kwamba Benin ina umuhimu wa kimkakati. Mapinduzi mengine yameongeza kuvunjika kwa umoja wa kikanda katika jumuiya zao, lakini pia ECOWAS haitaki kupoteza nchi nyingine baada ya Niger na nchi zingine. Hata hivyo, ufanisi wa ECOWAS utategemea zaidi uwezo wa Benin kurekebisha migongano ya ndani kuliko msaada wa kijeshi pekee. Licha jaribio hili kushindikana, ujumbe wake ni mzito. Tatizo la usalama bado lipo, kutoridhika ndani ya jeshi bado lipo, lakini mivutano ya kisiasa haijatatuliwa. Ikiwa serikali ya Rais Patrice Talon haitafanya mageuzi ya kweli katika usalama, siasa jumuishi na ustawi wa wanajeshi, Benin inaweza kuwa kwenye hatari ya jaribio lingine, huenda likawa lenye mafanikio zaidi. Afrika Magharibi kwa hivi sasa imekumbwa na majaribio mengi sana ya matishio ya usalama, kiasi cha kwamba marais wamekuwa kwenye hali ya hatari kweli, lakini vile vile hata pia vyombo vyao vya ulinzi pia vimekuwa kwenye tahadhari kubwa kutokana na baadhi ya vikundi vya wanajeshi kujitokeza kutaka kupindua serikali katika mataifa hayo. Mtazamaji wetu, basi kwa taarifa zaidi usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.